Haleluya. Ningependa nikufundishe namna ya kumweka mtoto wako wakfu kwa Bwana. Namna gani unaweza kumweka mtoto wako wakfu kwa Bwana? Sasa anaweza kawa bado mchanga kabisa au lakini pengine wewe mtoto wako hujawahi kumweka wakfu kabisa. Okay? Hajawahi kutengwa. Kuwekwa wakfu maana yake ni kutakaswa na kutengwa kwa ajili ya Bwana. Sasa kuna aina mbili ya kuwekwa wakfu. Kuna watu ambao wamewekwa wakfu kwa shetani, kuna watu ambao wamewekwa wakfu kwa Mungu. Kwa hiyo watu wawili ni watu wawili tofauti. Lazima tujue hicho. Sasa kuwekwa wakfu nimesema ni kutengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na kuna kutengwa pia kwa ajili ya kazi ya shetani. Ni muhimu sana, ili la muhimu sana kujua. Kwa mfano, ukisoma kile kitabu cha Kutoka 28:41. Kitabu cha Kutoka 28:41. Inasema nini? Nawe mvike huyo nduguyo Haruni na wanawe nao mavazi hayo. Nawe watie mafuta na kuwaweka kwa kazi takatifu na kuwatakasa, ili wapate kunitumikia mimi katika kazi ya ukuhani. Kwa namna nyingine waliwekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Lazima tujue kuwekwa wakfu ni nini pale ambapo unatolewa kwa ajili ya Bwana. Ukisoma Kutoka 32:29 inasema, Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Paradia mahanto shelika paradia. Thank you Jesus. Unakuja kujifunza nini? Kuwekwa wakfu ni pale unatolewa. Hii sasa kwetu unafanyeje? Unachukua mtoto wako unampeleka madhabahuni. Amen. Lazima uwe na sadaka pia. Huo ni utaratibu. Okay? Sadaka ya kumshukuru Mungu, sadaka ya kumweka wakfu mwanao. Kwamba kuanzia leo huyu ni mtumishi wa Mungu. Unaweza kumweka wakfu mwanao kabla hajazaliwa kwa nadhiri kwamba huyu nikimzaa atakuwa mtumishi wa Mungu. Amen. Na hiyo inakuwa ya kimaelekezo zaidi. Sasa kuna watoto wao wamekosea hapa. Hawajawahi kuwapeleka kanisani. Hawajawahi kuwaweka wakfu madhabahuni. Maana yake ni hawajawahi kuwakabidhi kwa Mungu. Na kwa sababu hawajawahi kuwakabidhi kwa Mungu, maana yake adui anakuwa na uhalali. Mtoto yoyote yule ambaye hujawahi kumkabidhi kwa Mungu, adui anakuwa na uhalali na huyo mtoto. Adui anakuwa na uhalali wa kumvamia. Adui ana uhalali na hatima yake. Alipaswa awe daktari, ni kawaida sana akiwa mganga. Kwa sababu gani? Hujamweka wakfu kwa Bwana. Ni muhimu sana hii tuijue. Ni muhimu sana hii tuijue. Kuwekwa wakfu ni nini? Kuna watu wamewekwa wakfu kwa shetani. Yaani kuna watoto, yaani wazazi wako kwa sababu ya mila zao, walivyokuzaa tu wakakupeleka kwa bibi yako. Wakakupeleka kwenye kaburi la babu yako, la mjomba wako. Wakakukabidhi wakasema, mwanao huyu nimemleta mjukuu wako, hiki na hiki na hiki. Wewe umeshakabidhiwa kwa shetani. Haleluya. So kuna wengine walikabidhiwa kwa shetani. Kwa mfano ukisoma Hosea 9:10, mimi nalimkuta Israeli kama zabibu nyikani, nami naliwaona baba zenu kama matunda ya mtini yaliyoiva kwanza, wakati wake wa kwanza, lakini walikwenda Baali Peori, wakajiweka wakfu kwa kitu cha aibu, wakawa chukizo kama kitu kile walichokipenda. Naona wana wa Israeli kuna kipindi waliharibika, wakaanza kuwatoa watoto wao wakfu kwa miungu ya Wakanaani. Unaona hapa wanaenda kuwatoa watoto wao kwa Baali Peori. Hii ilikuwa ni miungu ya Kanaani. Hii ni miungu ya Wamoabu. Hii ndio miungu iliyowakosesha kwenye Hosea, kwenye Hesabu 25. Wakaanza kuzini na kila mtu. Mtoto wa Mungu, mtoto wako anapozaliwa, kitu cha kwanza cha kufanya, hakikisha anawekwa wakfu kwa Mungu. Kwa sababu the more unachelewa watakuja mashangazi hapo. Watakuja na vitu vyao. Kwa sababu kuna wengine wamewekwa wakfu kwenye madhabahu za giza kwa kuvalishwa tu bracelet. Anakuja tu na kitu fulani. Sisi wao wakizaliwa tunawavalisha kitu hiki. Hicho kitu tayari kawekwa wakfu kwenye madhabahu za giza. Sio madhabahu ya Mungu.
Wengine wanawekaje wakfu? Kitovu. Wanachukua kile kitovu. Kile kitovu kinachukuliwa kinaenda kuwekwa chini ya mgomba ambao ni madhabahu. Maana yake ni yule mtoto anawekwa wakfu. Sio lazima wambebe wampeleke. Hapa ndo utakuta yule mtoto anaanza kuishi maisha ambayo shetani anataka na sio Mungu. Kwa sababu gani? Kawekwa wakfu kwenye madhabahu za miungu za ukoo. Mtoto wako alipozaliwa ulimpeleka wapi? Mtoto wako akizaliwa unampeleka wapi? Ulimpeleka kanisani au yule mganga ulimrudisha kwa mganga? Sasa kuna wengine wana shida hii hapa. Unakuta ameenda kwa mganga kuomba mtoto. Mganga kafanya vya kwake, wamepata mtoto. Kwa sababu ni kwamba tumbo lilikuwa limefungwa na shetani. Umeenda kwa mganga, mganga na communicate na baba yake ambaye ni shetani. Kwa sasa unabeba mimba ile, hujui yule mtoto tayari umeshamweka wakfu kwenye madhabahu za giza. Baada ya kupata mtoto unaacha kumpeleka kwa mganga. Mganga alikwambia umlete. Huyo mtoto ameshawekwa wakfu kwa ufalme wa giza. Huyu hapa lazima uende kwenye madhabahu ya Mungu. Kwa sababu huyu anahitaji maombi kabla hajawekwa wakfu. Kwa kuna wengine wameshawekwa wakfu ufalme wa giza. Hawezi tu kuwekwa wakfu kwenye madhabahu ya Mungu. Lazima kwanza wewe mzazi ukubali kosa lako, utubu kwa kile ambacho ulifanya. Uombe rehema kwa Mungu ili ufute uhalali wa ile miungu ya kule, ile madhabahu ambayo ulimkabidhi mtoto akawekwa wakfu. Watoto wa Mungu, hili ni jambo ambalo wengi hawalijui. Mtoto wako au wewe ndugu yangu ambaye unanisikiliza ni mtu mzima ndio, lakini je, uliwekwa wakfu kwa Mungu? Kama ukuwekwa wakfu kwa Mungu, kutengwa kwa ajili ya Mungu, maana yake utajikuta una mikwamo kwenye maisha yako. Adui ana uhalali kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako. Maana yake ni utajaribu kushindana na adui, utamshinda, maana tayari wewe unamilikiwa na yeye. Umeokoka ndio, lakini mzazi wako alikuweka wakfu. Amen. Ogopa sana, acha kabisa. Kuna wengine ni kwa waganga, mtoto kazaliwa na sometimes, kwa mfano niliwahi kukutana na mama mmoja. Yeye wakati namfanyia deliverance, kumbe alivyokuwa mdogo yani ile mizimu ilifanya akaugua, kwa sababu mama yake alikuwa mchungaji. Kwa alivyougua, bibi yake akaja kumchukua. Bibi yake alivyomchukua akampeleka kwa mganga. Afu mganga akawapa maelekezo ya kwenda njia panda. Kumbe siku ana njia panda pale akafanywa vitu walivyokuwa wanamfanyia walikuwa wanamkabidhi kwenye miungu. Sio umeelewa hiyo tekniki ya miungu ilivyo? Maana yake ikaachilia ugonjwa. Alafu baada ya kupa ugonjwa, bibi mtu akamchukua akasema mimi najua dawa ya huyu mtu. Kwamba kuna dawa tunachanganya hivi na hivi, lakini hiyo dawa aliifuata kwa mganga na kukawa na maelekezo. Yeye huyu alikuwa mdogo wala hajui, alishasahau, hajui kama aliwekwa wakfu kwenye madhabahu za miungu. Haleluya. Nakupa hizi siri. Unaweza ukajiona kabisa hapo uko salama, lakini mama yako ana siri. Na kuna muda hata ameshasahau. Haleluya. Lakini roho Mungu ni mzuri. Kienda kwa moyo wa ibada utaona matokeo, lakini ukienda unataka vitu vyake, sometimes ni ngumu kumuona huyo Mungu. Kwa eneo la kwanza ni kwa mganga. Wengi wameweka wakfu kwa nani? Kwa waganga. Nimekwambia pia eneo jingine ni wapi? Kwa miungu ya kwao. Kwa namna ipi? Kwa kuvalishwa vitu. Mtoto anazaliwa tu kavalishwa kitu gani? Amen. Njia nyingine ya tatu ni vitovu na nywele za mtoto. Kitovu kinachukuliwa kinapelekwa chini ya mgomba. Kuna mwingine nilimwombea jikoni, walichimbia jikoni. Kwa walikuwa wakipata kitovu kile wanaweka wapi? Wanaweka jikoni. Wengine kwenye migomba. Wengine sio, kila mtu ana njia zake. Wengine wanamkabidhi sijui bibi. Kukabidhi kitovu ni kukabidhi hatima ya mtu. Yaani huyo amefungwa nafsi yake, mmeshamkabidhi nafsi. Huyo atajaribu vitu na hataweza. Analotamani kulifanya hataweza. Ukitaka kujua nafsi yako imeshikiliwa ni kwamba unakuwa na mawazo makubwa lakini hakuna kinachotokea. Kuna mtu unajiona mkubwa lakini uko pale pale. Kunakuwa kama kuna nguvu inakuvuta, kuna nguvu kama inakuzuia. Maana yake nafsi yako ilikabidhiwa mahali. Haleluya. Nilikutana na juzi, nilikuwa namuombea dada mmoja. Nimemuombea wakati naomba, kilichotokea ni nini? Wakati namuombea, kumbe kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kwamba
Kilichotokea ni kwamba huyo dada na ndugu zake wote vitovu vyao vilikuwa vinachukuliwa vinapelekwa mahali, alafu wote mmoja asema walifungwa ni kwamba hawatakaa kwenye ndoa. Na huyu nimemkuta tayari yupo kwenye process za kuachana na mume wake. Yaani hajisikii tena, anajivuta, anasema tu ngoja na mtoto kwa hiyo tuendelee. Kama unanisikiliza hapa upo kwenye ndoa na unasema upo kwenye ndoa kwa sababu ya mtoto. You are out. Uko nje kabisa ya mlengo wa Mungu. Adui kuna namna amekushika mahali. Kisha waza hivyo, kuna adui mahali kakushika. Na hiyo ni neema tu Mungu anaiachilia. Sasa kwa hiyo kuna wengine vitovu vyao, nywele zao ndo zilitumika kuwekwa wakfu. Kwa wengine kabisa na kanisani wamewekwa wakfu, lakini adui alimuwahi. Akikuwahi adui wakfu hata ukienda kanisani kama haijafutwa hiyo, maana yake hakuna chochote. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Hakuna chochote kinachofanyika. Mtafanya tu tendo la kidini, a spiritual practice ambayo haina matokeo yoyote kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu adui ana uhalali na nyinyi hamjui. Wazazi wengi sana wamewakabidhi watoto wao kwenye madhabahu za giza. Wameweka wakfu watoto wao kwenye madhabahu za giza. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Hiyo ni kwa waganga. Wengine wamekabidhi kwa bibi zao. Kitovu sio cha kumpa bibi wala sijui babu. Ukiwa na huruma za kibinadamu hizi ndio utaharibu watoto wako. Kwetu ni mila, ni kawaida kwetu kufanya hivi. Sio swala la mila. Sio swala la kwetu hivi, ni hatima ya mtoto wako. Huyo ni mwanao, wewe ndio utaulizwa maswali kuhusu mwanao. Sio bibi yake wala babu yake. Haleluya. Wengine sasa wanawekaje watoto wao wakfu kwenye madhabahu za giza bila wao kujua. Kitovu wanatupa. Kitovu cha mtoto unachukua tu, unatupa jalalani, unatupa chooni, wanakuja kuokota. Kuna watu kazi yao ni kutafuta nyota. Wakipata kitovu ni nyota, ni nafsi. Mtoto tayari unakabidhi nafsi yake inakuwa kwenye madhabahu ya mchawi. Wanachukua alichonacho. Mtoto alipaswa kuwa mtu fulani, unashangaa aendi huko. Haleluya. Wengine utajuaje sasa kama uliweka wakfu kwenye madhabahu fulani za kichawi? Unaota kila siku kwa bibi yako huyo mchawi. Kila siku unaota huko. Kila siku unaota huko. Walichukua, maana yake nyota yako ipo huko. Ndio umeweka wakfu huko. Kumbuka pale ambapo unaweka wakfu ndio nafsi yako inakuwa hapo. Andika hiyo. Afu nikiwa nafundisha hivi, andika kila kitu my friend. Unaweza kuzalao hicho kitu ndio ufunguo wako. Maana kuna watu mpaka waambiwe andika ndio anaandika. Mwingine anasikiliza tu, aandiki. Baada ya wiki 2 ameshasahau kila kitu. Baada ya miaka 5 ana mme, haya yote hayakumbuki. Atatafuta hata yaona. Alafu yeye mwenyewe atamweka wakfu mwanae kwenye miungu. Mungu atusaidie. Kuna watu mtoto akizaliwa wanamchukua. Wanampeleka kwenye makaburi. Kwenye makaburi. Yaani kabisa namkabidhi babu, nimemleta mjukuu wako hiki na hiki. Unachofanya utaulizwa. Utaulizwa. Huyo mtoto hana kosa lolote, lakini umeshamuingiza kwenye makosa na ataishi nje ya hatima. Umemkabidhi kwenye roho za wafu, kwenye mizimu ya ukoo wenu. Hakuna mtu anayejua kwamba mtu fulani ataenda mbinguni au motoni. Ndio maana hatuna connection na watu waliokufa. Wakazikwa chini. Hata Yesu alijua hilo, ndio maana mlimani alikutana na watu ambao walinyakuliwa, Elia na Musa. Hakukutana na Ibrahim na Isaka, wala hakukutana na Daudi. Yesu mwenyewe ni mwana wa Daudi, lakini cha ajabu pale mlimani hakuja Daudi. Haleluya. Yesu alikuja kama Myahudi, kwamba ni mtoto wa nani? Wa Ibrahim, lakini hakuja Ibrahim pale. Haleluya. Kwa sababu hao watu walizikwa, walifukiwa chini. Wewe unatoa wapi college ya kucommunicate na mtu aliyefukiwa chini? Unapata wapi hiyo college? Hajafufuka huyo, remember. Unajiconnect na roho za wafu. Unajiconnect na roho za wafu. Mtoto wako unamkabidhi kwenye roho za wafu, miungu.
Haleluya. Wengine wanawapeleka watoto wao kwenye mawe. Kila mtoto kwenye ukoo wetu lazima umlete kwenye jiwe, kuna bibi anakaa anampokea, sijui nini, anaweka wakfu. Kwetu sisi lazima kuwe na utaratibu huu na utaratibu huu, utaratibu. Hizo taratibu zote mwisho wa siku zinaweka wakfu wale watoto kwenye uharibifu. Naomba tu nisikilize, hii itakusaidia. Haleluya. Nenda madhabahuni ukiwa na sadaka. Mwambie mtumishi wa Mungu, nimekuja kuweka wakfu mwanangu. Usiweke wakfu mtoto bila sadaka. Kwa waganga wanaenda na sadaka, lakini kwa Mungu hawataki. Ndio maana mizimu inawatesa. Yaani wewe watu wa kwenu kule wanatoa sadaka kuliko wewe. Alafu nategemea uisumbue hiyo mizimu. Wewe unasema unaibiwa. Wanakula tu sadaka zetu, wanakula tu, wananenepa. Hao waganga wanakula kila siku kuku na mbuzi. Hujawahi kulalamika hata siku moja. Ndio ujue sasa umeshakamatwa ufahamu. Umekutana nao wangapi hapo kwa mganga? Wamejipanga foleni. Wote hao lazima waambiwe lete kuku. Anaweka tu kwenye fridge. Amen. Kile mchungaji wako. Mungu atusaidie. Ukishaharibiwa ufahamu, vitu vya ambavyo ni vizuri ndio unaviona vibaya. Yaani unatafuta tu visababu. Watoto wa Mungu. Kuna wengine sasa waliweka watoto wao kwa shetani kupitia kanisa. Yaani hata sio kanisa. Yaani kuna watu wanamejipa jina fulani, unafikiri ni kanisa, kumbe ni madhabahu ya giza. Unaenda kumweka wakfu pale, unamkabidhi kwa shetani, unamkabidhi kwa maroho ya majoka. Kwa sababu haikuwa madhabahu ya Mungu, madhabahu ya giza, japokuwa yule jamaa anajifanya mtumishi wa Mungu, lakini anakula kondoo. Mungu alishaondoka siku nyingi. Anauza mafuta, anauza maji, anauza vitambaa. Mungu alishaondoka siku nyingi. Wewe unaenda kumweka wakfu mtoto wako pale. Ni sawa na umempeleka kwa mganga. Somo linaitwa namna ya kumweka mtoto wakfu. Je, umemweka mtoto wako wakfu? Je, umemweka wakfu sehemu salama? Kwa Mungu au kwa shetani? Umempeleka wapi? Na wengine unasema sijamweka wakfu. Hapana. Lazima atengwe. Yaani kama unafikiri watamweka wakfu wachawi. Hapa ndo mtoto anaanza kuota usiku anakula nyama. Wanakuja wanamchukua wanaenda kumlisha nyama. Washamkabidhi kwenye madhabahu za giza. Kwa sababu ana uhalali, yupo ana heng na Mungu hafanyi kazi na watu wanaoheng. Vuguvugu anawatapika. Huyo mtoto hujampeleka kwenye madhabahu yote akawekwa wakfu. Unategemea nini? Shetani atakuja kukusaidia kumweka wakfu. Mtoto anaanza kuota anapaa na ungo. Mara anakula nyama, anafanya hiki. Maana yake adui ana uhalali na huyo mtoto. Haleluya. Haleluya. Ili naomba tujifunze vyema sana. Kuweka wakfu ni kutengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kuwekwa wakfu ni kutengwa kwa ajili ya kazi ya shetani. Hakuna mchawi ambaye hajawekwa wakfu kwa shetani. Hakuna mganga ambaye hajawekwa wakfu kwa shetani. Hakuna Freemason sijui nini ambaye hajawekwa wakfu kwa shetani. Sisi ndio utakuta mtu anajiita mtumishi na hajawekwa wakfu kwa Mungu. Adui lazima akupige. Kwa sababu hujatengwa kwa ajili ya hiyo kazi. Adui atakushughulikia. Kwa lazima ujue hata kama ni mtumishi sometime wazazi wako hujui walikuwa na mambo gani. Kama uko chini ya mtumishi mwambie kwa kweli nahitaji kuwekwa wakfu. Maana sijui kama niliwahi kuwekwa wakfu. Sikumbuki. Na nasimuliwa tu pengine sometime lakini wazazi wangu kwa kweli hawana imani hiyo. Kuna uwezekano mkubwa sana walinipeleka mimi mahali kwa miungu, kwa waganga. Haleluya. Then sema hivyo na yule mtumishi atakusaidia. Tunaendelea na masomo. Hakikisha unafuatilia. Kama unasikiliza kupitia YouTube, subscribe. Hakikisha unakuja na ushuhuda wa mambo haya. Na hii kusaidie pia wewe ambaye ulijisahau labda na adui akakukamata uweze kusuluhisha jambo hili kwa kuanza na toba, kuomba rehema kwa kile ulikifanya, then unaweza